Sasa mliookoka, kateni hizo cheni, kwa kuwa zitawatesa na mbinguni huendi kama wewe bado unaenzi mila za mizimu, kwa kuwa ni ushetani 100%. Haya, jinsi ya kujifaraganisha na matambiko ya ukoo. Nimesema ngazi ya kwanza wanafanya tambiko kwenye mfumo wa ardhi, lakini acha niende kwenye hii ngazi ya pili tena nifundishe. Bwana Yesu asifiwe. Tambiko la pili ni mvua. Wana tambiko la kuita mvua kwa ajili ya mavazi, kwa ajili ya mazao yao. Tambiko la mvua ambao wanakusanyika wazee sasa ili waite nini? Ili waite mvua, kwamba sasa tumelima mazao yanakauka, sasa cha kufanya tuiteni mvua. Ndio wanafanya hivyo, wanaita mvua. Sasa wanafanya matambiko yao ya kuita mvua. Sasa hapo sasa ndio nakuambia sasa uelewe kwamba sio kila mvua inaletwa na Mungu na sio kila mvua inafungwa na Mungu. Kinachosababisha Mungu hawaruhusi kwa kuwa wanadamu wameshaharibu asili yao ya kimungu, wameishi maisha ya dhambi, kwa Mungu anaacha tesekeni hivyo hivyo. Ndio maana mlikuwa mnaona na sisi tunafunga mvua, tunafungua mvua, inafungwa. Na muona Elia kwenye Biblia inasema mvua haitanyesha miaka 3.5, mvua inafungwa. Nimeifunga mvua mimi zaidi ya mara 3. Mvua inafungwa. Pasa unaifungaje? Tufundishe, ni maombi tu. Hatutumii uchawi sisi, hatugawi kitu. Ni Biblia na kuomba basi. Waliambiwa ukienda pale kwa mchungaji utapewa na cha kufukia, waambie kule hamna. Kule unapewa neno tu likae moyoni mwako, nenda. Hilo neno hilo yani ni shoti ya kutosha, hiyo mwanga asogei. Sema amen. Kwa hiyo wanafanya tambiko kwa mfumo huo. Na misingi kwa nini wanaweka ni kuendelea kulinda kabila. Ndio maana unasikia sasa hivi kabila fulani hatutaki wewe kabila fulani. Kwa nini? Ni ile miungu haitaki. Sheria na kanuni zilizoweka kwenye aina fulani ya makabila haziruhusu huyu mama aolewe kwenye kabila la Wahehe. Kwa msipovunja huo mfumo, mtapigana nyinyi wanandoa mpaka mnashangaa. Kwa nini? Ile miungu inawapiganisha. Haina ujamaa, haiwaruhusu kwamba wewe unatakiwa wewe mpale mwenzio. Kwa nini ukaoa Mchaga? Hiyo ndio unaona mtu akitaka kuoa anasema acha nirudi kijijini. Oa popote alikokusudia Mungu oe. Acheni masharti ya kijinga haya. Tuliookoka tunaoa popote alipokusudia Bwana tuoe. Na tunaoa waliookoka kama sisi. Sema amen. Sema amen. Kwa usianze kuuliza wewe kabila gani, wewe kabila gani? Mimi mpaka naoa mke wangu sijui kabila lake. Kwa kuwa kabila alifanya geto. Sema amen. Halo. Tunaenda pamoja eh? Ila wakati wa kuvunja hayo maagano na vifungo ni muhimu ujue kabila lake. Kwa sababu msipovunja hayo maagano mtaishi kwenye ndoa kwa shida, kwa sababu shida sio mmeo, shida sio mkeo, shida ni mikataba ya wazee. Hairuhusu uoe kwenye kabila lingine. Ndio washangaa wazazi wakwambia, kabila hilo sio kabisa. Tumeshakuchagulia mke, unanichaguliaje mke naye oa ni mimi? Sisi Waha tukizaa watoto tunawafanyia hivi, leta wa kwako. Sasa mbona hujampa mtoto jina la babu yako? Mimi nimpe mtoto wangu jina la babu yangu? Ndio, haiwezi kutokea. Hai mwanangu nimuite mzee, nimuite Ramadhani. Mimi nimetoka kwenye Uislamu. Waislamu tupo? Sema tupo, mimi nimetoka huko. Amen. Amen. Yaani mimi ngasema na sina ugomvi na nyinyi Waislamu. Mimi binafsi nimesema amen. Nimesema sema mpe mwanao jina ambalo wewe mzazi umelipenda na uhakikishe hilo jina liko sawa. Umeshindwa, mwite hata mtumishi wa Mungu kwamba pasa itoa jina. Ukichagua pia jina la adabu utateseka na mtoto usijue chanzo ni jina, kwa kuwa jina limebeba hatima ya mtu.
Wewe jiulize tu, unasema kwa jina la Yesu mapepo yanalipuka. Jina lina nini? Lina kitu. Katikati ya watu 60 ukisema huyu Masa ni mpumbavu sana, wengine watakuwa busy, lakini Masa anageuka. Nani? Jina limebeba nafsi yake. Mchawi ya kurogi bila jina. Sema amina, amina. Sema amina, amina. Sema amina, amina. Kwa hiyo wameweka mifumo hiyo ili uendelee kukaa kwenye maagano hayo. Kwa hiyo waliweka misingi mpaka kwenye ndoa, kwamba ndoa zetu za kimwera zitakuwa hivi, wakikiuka ndoa iwe hivi. Sasa unapotaka kuingia kwenye ndoa, vunja utaratibu wa ndoa za kimwera, utaratibu wa ndoa za Kisukuma bomoa, utaratibu wa ndoa za Kichaga bomoa, ili ukae kwenye aina ya ndoa ulioikusudia. Wakati unabomoa upande wako, usisahau kubomoa na upande wa mume wako au mke wako. Vunja na huko, kwa kuwa asili haitakuacha kama haujavunja agano hilo. Naomba nimalizie vipengele 4 hapa. Jinsi ya kujifarakanisha na matambiko ya ukoo. Unafanya nini sasa ili ujifarakanishe na hayo matambiko ya ukoo? Hatua ya kwanza, mwamini Yesu ndiye nguvu yako ya kuvunja tambiko. Yaani hii ndio hatua namba 1, munisikilize. Hapa lazima tukubaliane. Wengine mbona mmechoka mapema nyinyi? Vipi nyinyi, mnawahi wapi? Wengine wananiambia mchungaji, muda umeenda, nawasikia. Hususa huko nyuma huko wananiambia pasa, muda umeenda kweli. Hello? Nimesema hatua ya kwanza, muamini Yesu. Ya kuwa ndiye nguvu yako ya kuvunja tambiko. Jamani, tambiko hauwezi kulivunja kwa uganga wala kwa uchawi. Tambiko halivunjwi kwa mafuta ya upako wala keki ya upako wala vijiti vya upako wala udongo wa upako. Tambiko haliwezi kuvunjwa kwa maombi, sijui chukua chumvi na sukari nyunyizia hapa. Tambiko haliwezi kuvunjwa sijui leta sadaka milioni 10 hapa, kumwona mchungaji 500 ni uhuni mtupu. Tambiko halivunjwi hivyo. Tambiko haliwezi kuvunjwa kwa maneno matupu yasiyo na Mungu ndani yake. Usiseme kwa jina la Mungu navunja tambiko. Muelewe Yesu ni nani, na Yesu jina hili limetokana na nani? Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai, aliyepewa dhamana ya ukombozi kwa wanadamu watakaokubali kuamini. Wewe usiyeamini utapata wokovu wowote. Sasa hapa naenda napita mpaka kwenye dini huko. Sikuna utata kwenye hizi dini zetu, hususa hizi dini zetu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Hizi dini zetu mbili zina shida. Ukiwaambia Yesu anapona, Yesu binadamu bwana. Yesu anaponyaje binadamu bwana? Mimi mwenyewe nimetoka huko. Kwa hiyo tutaeleweshana, tutaenda. Wengine bado ni Wakristo, mnamchukulia Yesu kama binadamu 100% kwamba ni kabinadamu. Yesu alikuwa binadamu 100%. Sawa? Ni Mungu aliyeuvaa ubinadamu kwa 100%. Nilikufundisha nikakwambia Mungu amegawanyika kwenye nafsi 3, kwenye mfumo wa aina 3. Mungu ni mmoja. Mwanadamu ili akamilike kuitwa mwanadamu ni lazima awe kwenye makundi 3: mwili, nafsi, roho. Na Mungu ana makundi yake yanayomkamilisha kwamba huyu ni Mungu. Na Mungu sio jina lake. Hili neno Mungu sio jina la Mungu. Hey. Wapendwa, mnanisikia? Mungu sio jina lake. Hili neno Mungu sio jina. Hili ni jina la kazi yake aliyoifanya, uumbaji, ndio akamwita Mungu. Sawa? Wewe ukichukua udongo ukafinyanga sanamu ya mtu, wewe ni Mungu kwa ule udongo, kwa kuwa umeumba wewe. Na Mungu ndivyo alivyo, kwa kuwa amekuumba wewe ndio anaitwa Mungu aliyekufinyanga, ila jina lake sio. Pasa jina lake ni nani? Njoo kwa Yesu.
Yesu amemaliza kazi yake, anaambia Baba, nimewasirishia watu hawa jina lako ulilonipa. Lipi? Yesu. Uwalinde kwa jina hilo nililowasirishia. Kama Yesu angekuwa mwanadamu, ukitaja kwa jina la Yesu mtu haponi, si binadamu? Wewe unaitwa nani? Kwa jina la Muhammad pona, anapona. Sasa ndio maana unasema Yesu sio binadamu. Kwa sababu fikiria sasa hivi ataponya hapa China, watu wanaponya wengine huko. Mimi namhubiri hapa, wengine wanahubiri Tanga kule na wanaombea watu wanapona. Sasa huyu binadamu gani ambaye saa hizi anakuwa hapa dakika 2 yuko China, dakika 3 yuko Korea, yuko sehemu fulani, yuko Marekani? Binadamu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Nakupa tu akili ya kawaida. Sasa kwa nini Yesu tunamwita Mungu? Unisikilize, ukiongea na Waislamu dini yetu ile, Bwana Yesu asifiwe, wanakubaliana kabisa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, japo wengine wanakataa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sawa, mtoto wa kuku ni kuku, mtoto wa mtu ni mtu, mtoto wa Mungu utamwitaje mtu? Mtoto wa mbwa ni mtoto wa samaki, mtoto wa sungura, mtoto wa Mungu, mtoto wa Mungu, mtoto wa Mungu, mtoto wa Mungu. Sasa unakataa nini? Sasa njoo kwa huyu Mungu aliyekuumba, anakuambia huyu ndiye mwanangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Kwa lugha rahisi, sitaongea na nyinyi kuanzia leo, ila maagizo yote mtayapata kwake. Kila atakachowaambia fanyeni. Ndio maana Yesu akapata ujeuri wa kusema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa nini? Nimepewa zamana. Hafa alipoondoka akasema ombeni kwa jina langu. Sasa wewe kama unaomba kwa jina la Bikira Maria, Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Maria mwenyewe mifupa mikavu ilishakufa. Kisa eti alimzaa Yesu. Ile ilikuwa ni kapu la kutunzia mwili wa Yesu. Mwili huu ni nguo. Unanisikia mzee wangu? Huu mwili ni nguo. Ukitaka kujua ni nguo siku unayokufa. Ndio maana unasikia fulani ametutoka bwana, ametutoka, tuna mwili wake hapa. Ndio huu ni mwili, kaacha nguo, yeye kashaondoka. Kuna Yesu ile ni mwili, alivaa nguo. Ila asili yake sio. Ndio maana hii roho yako wewe haiwezi kuzikwa, haizikwi hiyo roho. Ukisha kufa inaenda mahali. Kama ulifanya sawa sawa inarudi kweli. Ndio maana siku mwanadamu anapokata roho, ule muda wa kukata roho ndio anajua kwamba Mungu alimwagiza duniani kufanya kazi. Sasa hivi hujui. Ni wachache waliopewa neema ya Mungu. Unapokaa vizuri na Mungu anakujulisha kwamba kumbe wewe duniani ulikuja kwa mission maalum. Ila wewe ambaye hujui, siku unakata roho ndio akili inakurudia kwamba kumbe duniani nilikuja kwa ajili ya kuhubiri Injili. Ole wangu sikufanya kazi hii. Ndio unashtuka. Yaani ni kama mtoto uliyemtuma kwenda dukani, halafu kajisahau anachezea makopo barabarani. Anamuona mwenzie anatuma dukani. Na mimi nimetumwa sukari, ndio anashtuka. Ndio na wewe. Siku unapokata roho utakumbuka kumbe Mungu alinituma duniani, sijafanya kazi. Ila kilichokuharibu sijue, tulishuka kwenye misingi ya wazazi wenye miungu mingine matambiko, wakatulea kwa design ya miungu ya kishetani. Leo Injili imekuwa ni kama kitu ambacho ni cha ajabu kukisikia. Kwa nini hatukulelewa kwenye maisha haya? Wewe fikiria leo ukimwambia Mungu ameongea na mimi, ukimwambia mtu anakuambia Mungu anaongea na binadamu. Si ipo hiyo? Mungu ameongea na mimi. Mungu gani anaongea na binadamu? Siamini. Kwa nini? Misingi tuliolelewa. Lakini ukija kwenye asili ya Mungu, Mungu aliongea na baba zetu. Wakina Ibrahim Mungu alizungumza nao. Wakina Musa Mungu aliongea naye. Kama tunamwabudu Mungu yule yule, naye anasema mimi ni yule yule jana, leo, hata milele. Kwa nini asiongee na leo?